Mkuu Mheshimiwa Ado Shaibu Ado. Mheshimiwa Spika, ninakushukuru sana kwa kuniona. Mheshimiwa Spika, vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati vimeleta madhara makubwa sana kwa uchumi wa dunia. Ukiacha suala la kupanda kwa bei ya mafuta ambalo umeshalitolea mwongozo jana, wachambuzi wa mambo wanasema kwamba vita hii ina matokeo makubwa sana yenye athari hasi kwenye biashara ya kimataifa, kwenye sekta ya bima, kwenye sekta ya uagizaji wa bidhaa muhimu, kwenye biashara ya madini, kwenye usafiri wa anga wa kimataifa. Hii maana yake ni kwamba Tanzania haiko salama. Swali kwa Waziri Mkuu, nataka kujua ni kwa namna gani serikali imefanya tathmini juu ya athari ya vita hivi kwa mipango ya kiuchumi ambayo tunaendelea nayo na mingine tutayoipanga hivi sasa na hatua ambazo imejipanga kuzichukua. Asante. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, nimpongeze pia Mheshimiwa mbunge kwa kuwa mfuatiliaji wa masuala yanayoendelea duniani. Ni kweli vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati na vilivyotangulia huko Ulaya ya Mashariki ni tatizo kwa dunia nzima, itakuwa na madhara kwa dunia nzima. Na Tanzania sio kisiwa, ni nchi ambayo inategemeana, inafanya biashara, inafanya mawasiliano, lakini pia na mashirikiano na nchi zote duniani. Serikali imekwisha kufanya tathmini ya awali kupitia sectors mbalimbali, ndio maana tumeweza kupata maoteo kwamba kutakuwepo na mabadiliko ya bei katika baadhi ya shughuli zetu za kiuchumi, ikiwemo la awali kabisa ambalo limeshajitokeza la kupanda kwa mafuta, lakini na mengine kama ambavyo Mheshimiwa mbunge aliyoyataja yakiwemo ya bima, lakini kutakuwepo pia na matatizo yatakayojitokeza yanayohusiana na matatizo kwenye masoko ya fedha kule duniani ambako sekta binafsi na serikali tumekuwa tukitumia kama chanzo cha kupata fedha za kutekeleza miradi ya maendeleo kwa njia mbalimbali. Sasa serikali katika kukabiliana na hilo, moja, tunajua tutahitaji zaidi, kama ambavyo Mheshimiwa Rais alikwisha kutoa kauli, tutahitaji zaidi kutumia rasilimali za ndani katika kuweza kuhakikisha kwamba tunatekeleza miradi ya maendeleo ili shughuli za miradi ya maendeleo ziendelee na nchi iendelee kusonga mbele. Katika baadhi ya maeneo ambayo tunatarajia kuendelea kuyaboresha, kama ambavyo nilisema na kwenye hotuba, tutaweka nguvu kubwa katika kutafiti kwenye madini, tuongeze uchimbaji, tuongeze mapato. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha uliopita, moja ya sekta iliyotuletea mapato mengi ilikuwa ni madini, na utaona kwamba ongezeko hilo halijatokana tu na migodi mikubwa, limetokana na wachimbaji wadogo wadogo wa Tanzania ambao wameongezeka katika shughuli za uchimbaji na wameongeza mapato ya serikali. Hata mwaka jana kwenye makadirio ya wizara walitakiwa wakusanye takriban zaidi ya trilioni 1.2. Kwa miezi hii tu kabla mwaka wa fedha hujaisha tayari walishakusanya takriban trilioni 1. Unaweza ukaona kwamba hiyo ni sekta ambayo ni rasilimali zilizo ndani ya nchi yetu ambayo inaweza ikafanyika kama chanzo cha mapato kama tutaongeza wigo. Na Mheshimiwa Spika, unakumbuka utafiti ambao ulishawahi kufanyika ni 16% tu. Kwa bado tuna fursa. Na Mheshimiwa Spika, nchi yetu kila wilaya ni madini. Kwa hiyo hii ni moja ya sekta ambayo tunadhani tutaongeza nguvu ya kutafiti ili tuweze kujitegemea kimapato ndani ya nchi. Lakini eneo lingine tunalotarajia kulifanyia kazi ni kubana matumizi. Lazima tubane matumizi katika maeneo ambayo si ya lazima ili kuelekeza fedha hizo kwenye miradi ya maendeleo. Hii ikiwa ni sehemu ya kukabiliana na hali ya dunia ambayo
italeta mtikisiko katika masuala ya kiuchumi. Mheshimiwa Spika, tutafanya tathmini ya kina kwa sababu jambo hili halijakadiriwa exactly madhara yake yataishia lini na jambo lenyewe litaisha lini. Kwa tutafanya tathmini ya kina, na kwa sababu bunge lako linaendelea, tutaendelea kujulishana kuhusu hatua zipi zingine ambazo serikali inatarajia kuzichukua ili kuweza kukabiliana na jambo la aina hii. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa